Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo vipi? Hapo sawa. Hii ni mali yetu wa Tanzania, hii ni mali yetu watu wana Kigoma. Kwa hiyo nyinyi ambao mmepewa dhamana ya kuiangalia na kuyatumia, muyatunze kwa kiasi kikubwa sana. Nyinyi ndio walipa kodi na nyinyi ndio mnatulipa mishahara. Niwaombe tutumie sana vyombo hivi. Naona imekaaje hiyo? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu tujipigie makofi basi. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma, na sasa hivi niko hapa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, ambapo leo mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Balozi Simon Silo ameweza kukabidhi magari manne ya jeshi la zimamoto na uokoaji ambayo yametolewa na serikali kwa ajili ya kufanya kazi kwa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Balozi Simon Silo ameweza kukabidhi sasa rasmi kwa jeshi la zimamoto, akisisitiza wafanye kazi kwa weledi na pia kwa ajili ya kutunza mali ya umma ambayo wameweza kutoa kwa ajili ya kuweza kukabiliana na masuala ya moto pamoja na uokoaji. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameona umuhimu wa kutuletea vitendea kazi hivi. Niwashukuru sana 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 vijana wetu wa zimamoto pamoja na uokoaji. Mnafanya kazi nzuri, pamoja na kwamba hamkuwa na vifaa vya kutosha, lakini bado mliweza kupambana kuhakikisha kwamba yale majanga yalikuwa yanajitokeza, moto ulikuwa unajitokeza, mlikuwa mnasaidia kwa kiasi kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa na angalizo katika mambo makuu yafuatayo. Ndugu zangu wana Kigoma, wananchi wana Kigoma ambao kwa kweli nyinyi ndio walipa kodi na nyinyi ndio mnatulipa mishahara, niwaombe tutumie sana vyombo hivi. Niwaombe sana mtoe taarifa kwa wakati. Niwaombe sana mwe watu wa kwanza kutupa taarifa kwa lolote lile, kwa ajili ya uokozi au kwa ajili ya kuzima mioto. Tusisubiri mpaka jambo limeharibika ndio tuanze kulaumu jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Niwaombe sana wananchi wa Kigoma, hivi vitendea kazi ni vya kwenu, vya serikali yenu. Mna kila sababu ya kutoa taarifa kila wakati kuona kwamba jambo limetokea. Tusubiri jengo limeungua limekwisha ndio useme kwamba mbona hawakuchukua hatua. Vijana wetu watachukua hatua, jeshi letu litachukua hatua baada ya kupata taarifa mapema. Lakini la pili, kwa upande wa jeshi letu, pamoja na kwamba mnafanya kazi kubwa na nzuri, hivi vyombo hivi vitendea kazi, haya magari ambayo umeletewa, mjue kwamba ni gharama, ni kodi ya Watanzania. Mna kila sababu ya kuyatunza haya na kuona kwamba yanafanya kazi kwa mujibu wa maelekezo mliopewa. Niwaombe sana haya magari yasitumike ndivyo sivyo, lakini wanasema kitunze kidumu. Hii ni mali yetu wa Tanzania, hii ni mali yetu watu wana Kigoma. Kwa hiyo nyinyi ambao mmepewa dhamana ya kuiangalia na kuyatumia, muyatunze kwa kiasi kikubwa sana, ili yachukue muda mrefu. Itakuwa ni aibu sana baada ya muda mfupi tunaambiwa kwamba magari yamekufa, na Watanzania hawatawaelewa. Lakini la mwisho, nichukue pia nafasi hii kumshukuru sana sana Kamishna Jenerali wa jeshi letu la uokoaji na zimamoto kwa kutuletea haya magari, pamoja na kwamba alipata magari kutoka kwa Mheshimiwa Rais, lakini angeweza kuyapeleka mikoa mingine. Lakini baada ya kuona umuhimu wa mkoa wa Kigoma, na mimi jana nimempigia simu nikimpongeza bwana Kamishna, unafanya jambo kubwa sana katika hili. Lakini niombe pia majeshi mengine, tunapogawa mali vifaa, tunapogawa watendaji wa kazi mbalimbali katika majeshi yetu, ni vizuri wakaangalia Kigoma kwa jicho tofauti kidogo. Mimi nilipokuwa mkuu wa jeshi la polisi sikujua changamoto ya Kigoma. Baada ya kufika Kigoma nimejua Kigoma kweli ni Kigoma. Kwa hiyo nibe majeshi yetu, wakati mnapokuwa mnafanya allocation ya magari, vitendea kazi, watendaji wenyewe ndani ya majeshi yetu, muangalie umuhimu wa mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma una changamoto nyingi pamoja na wahamiaji haramu, lakini bado tuko kwenye mpakani, na mpakani mambo ni mengi, mengine siwezi kuyasema hapa. Leo tunashuhudia uzinduzi wa mtambo mmoja wa kisasa wa kuzima moto, gari moja la kubeba maji
gari moja la kubeba wagonjwa pamoja na gari maalum kwa ajili ya operesheni mbalimbali. Upatikanaji wa vifaa hivi ni kielelezo cha dhamira njema ya serikali katika kuboresha huduma za zimamoto na uokoaji nchini, hususan hapa mkoani Kigoma. Ni hayo tu ambayo yamejiri hapa mkoani Kigoma, ikiwa ni kukabidhiwa magari 4 ambayo yametolewa na serikali kwa ajili ya kazi ya zimamoto na uokoaji. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Kigoma, mimi naitwa Ali Dreams TZA wa AyoTV na millardayo.com.